Jaribiwa, ugali unakuja. Hata bao zikipelekwa na zikatakatwa na zipasuliwe, huwa zinapimwa. Watoto wanapokuwa shuleni, basi baada ya kusoma, baada ya mwisho wa muhula, basi huwa wanajaribiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo siku ya leo ningetaka kuzungumzia ujumbe mfupi ambao unasema kujaribiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Sijui kama uko tayari kujaribiwa, ni kwa sababu ya yale mazuri yanayokuja. Tulimuona mtu mmoja katika maandiko ambaye aliitwa Ibrahimu, na huwa tunamuita baba wa imani. Lakini huyu Ibrahimu tunamuona amekaa miaka mingi bila mtoto, akapatiwa mtoto wa ahadi akiwa na miaka 100. Lakini kando na hivyo, the same God ambaye alimpatia akamwambia Ibrahimu, ninataka unitolee huyu mtoto wako. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kuna watu wameitiwa kazi, lakini kabla ya kuingia kuna interview. Na ukianguka hiyo interview utapokelea mshahara mzuri. Maandiko inasema katika kitabu cha Second Chronicle ama Mambo ya Nyakati 9, Malkia wa Sheba aliposikia habari ya umaarufu wa Solomon. Bwana Yesu apewe sifa. Nyakati tulizo, kila mtu anataka kuwa maarufu, famous. Lakini hapa tunapata Queen Sheba ambaye alikuwa malkia. Malkia inasema ya kwamba akasikia umaarufu. Bwana Yesu apewe sifa. Si tumeona watu kwa mitandao wengine wakiandikwa huko, wakichafuliwa majina, maana ni kujaribiwa, wanajaribiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Sijui kama uko tayari kujaribiwa, kama vile Danieli alijaribiwa, kama vile Shadraka, Meshaki na Abednego walivyojaribiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Si tuna watu tulikuwa tunafanyia nao ibada nje, lakini baada ya kujaribiwa wakapotea. Bwana Yesu apewe sifa. Wakashindwa kuvumilia. Ninawaombea siku ya leo neema ya kuvumilia, neema ya kukubali kujaribiwa. Hata kama niko peke yangu kwa ibada nasikia. Bwana Yesu apewe sifa. Hata wakati nilikuwa kwa ofisi nilikuwa nasikia vina mingi kwa hata. Sasa najua niko peke yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Wakati wa kujaribiwa, maandiko inasema ya kwamba akampatia Penina mtoto, na ili aweze kumjaribu nani? Penina alikuwa dhiaka kwa nani? Penina alikuwa dhiaka kwa nani? Haleluya. Naongea na nyinyi. Ni nani alikuwa anaonyesha madharau juu ana watoto na yeye ako na watoto? Ni nani? Bwana Yesu apewe sifa. Hana wa Elikana alikaa miaka mingi bila mtoto, lakini Mungu akamuinulia dhihaka. Bwana Yesu apewe sifa. Kupitia Penina. Kuna watu saa hizi dhihaka tupu zimekuzunguka. Sikumaanisha Bwana amekuacha. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wote kukuinukia, sio kumaanisha ni Bwana amekuacha. Ni Bwana anakujaribu aone kana kwamba unamwamini, kama kwamba utamtumainia. Bwana Yesu apewe sifa. Kile kilisababisha Bwana kumjaribu Ibrahimu ili kuona kwamba kama Ibrahimu anamwamini bado. Ibrahimu hako na nafasi ya kumwambia Bwana, si wewe ulinipatia huyu mtoto na ukaniambia ni mtoto wa ahadi. Siku hizi kile kinasukua watu, kinawafanya kiwaweke katika kiwango kimoja ni hizo maswali. Kwa nini mmenifanya hivyo Mungu? Wengine wetu wanapata watoto na watoto wanakufa. Wanaanza kuuliza Mungu, kwa nini ulifanya? Na pengine huyo mtoto hata angekuwa mkubwa angefungwa gerezani ama afungwe maisha ama afungwe au liwe ni kwa sababu ya wizi. Si tumeona habari nyingi za watu. Bwana Yesu apewe sifa. Wapendwa, ninaombea neema ya Bwana wakati utakuwa ukijaribiwa, si neema ya Bwana iwe pamoja na wewe, maana haitakuwa rahisi. Basi
Malkia Sheba aliposikia habari ya umaarufu, Bwana Yesu apewe sifa, aliyokuwa nayo Suleimani, huyo malkia akaja Yerusalemu kumjaribu swali magumu. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu watakuja kwa maswali magumu. Kuna watu watakuuliza maswali mpaka wakati mwingine unaona kama ulifanya uamuzi mbaya. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu watakuja na maswali ambazo zitakuvunja moyo, lakini ni Bwana amewatuma kukujaribu. Bwana Yesu apewe sifa. Basi huyu mtu aliyeitwa Suleiman, baada ya kupatiwa hekima, ilijaribiwa. Wafalme walitoka mbali wakaja kumjaribu. Bwana Yesu apewe sifa. Mfano mzuri ni msichana wakati amefika kiwango ya kuoleka. Mfano mzuri. Bwana Yesu apewe sifa. Vijana ukuja wengi. Sasa kazi ngumu inakuwa ni nani atakaye nioa na akuwe mke wangu? Ni nani kati ya hao wanaume wote? Bwana Yesu apewe sifa. Hata wanadada mara nyingi wameanguka hiyo mitihani. Bwana Yesu apewe sifa. Maana wanaume wamekuja wengi smart, ukimaliza kuchagua huyu kunatokea mwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Wapendwa, nitaombea Mungu wakati wenu wa kujaribiwa, si Bwana ukawashikilia katika jina la Yesu Kristo.